Hii ni mbio ambayo tunakusanya fedha kwa ajili ya kusaidia mambo mbalimbali kwenye jamii. Sasa tulianza na mbio hii tukiwa tuna lengo la kuboresha miundombinu ya elimu na afya, na kwa kweli tumefika sehemu nzuri, na nitumie fursa hii kuipongeza sana serikali yetu ambayo kwa kweli Dr. Samia amewekeza sana kwenye eneo la elimu, kwenye afya. Hapa Mbeya mjini viko vituo zaidi ya 5 vipya, zahanati zimejengwa zaidi ya 10 mpya. Kwa hivyo tunamshukuru. Sasa kwenye eneo la elimu pia tumefanya ukarabati wa madarasa mbalimbali, tumejenga mabweni. Hatujakamilisha, lakini tunashukuru kwamba serikali sasa inachukua hilo jukumu kwa sehemu kubwa. Sasa sisi tulichofanya ni nini? Pamoja na kwamba tunaendelea na hilo zoezi, hapa mmemsikia MC akizungumza kuhusu madawati, akizungumza kuhusu watoto tunavyowasaidia kwenye elimu. Sasa kwa sababu tulitumia neno miundombinu, ila kwa sasa baada ya miundombinu serikali ya awamu ya 6 kuchukua hilo jukumu, sisi tunachofanya sasa tunawasaidia wale watoto ambao hawawezi kule shuleni, tunawasaidia nguo za shule, tunawasaidia madaftari, na hilo zoezi huwa tunalifanya kila mwaka. Kwa hivyo fedha zinazokusanywa hapa kwa sehemu ni hizo zinafanya hiyo kazi. Lakini pia kwa upande mwingine kwenye jamii yetu wako wahitaji wengi. Mnaweza kuwa mmeshaona sehemu mbalimbali tukijenga nyumba kwa ajili ya wahitaji, na hata safari hii ni vile tu ratiba imebana. Kwa kesho ilikuwa tukabidhi nyumba 3 ambazo ziko tayari. Naamini tutajipanga vizuri ili tuende tukazione pamoja. Tutazikabidhi siku nyingine, lakini ziko tayari nyumba 3. Ni ngumu kwa kesho kwa sababu uwanja tunaotumia kwa mbio ni hapa, na nyumba zimejengwa kidogo nje ya mji hapa. Kwa hiyo foleni zinaweza kuwa ndefu sana. Kwa hiyo kidogo tumeweka siku nyingine. Kwa hiyo hayo nayo tunayafanya. Maana yake ni nini? Mtu yeyote anayekuja kujiandikisha kwa ajili ya kukimbia kwenye mbio hizi, anaposikia Tulia Trust imejenga nyumba sehemu, anaposikia Tulia Trust imetoa madaftari, anaposikia tumeboresha darasa, anaposikia tumetoa uniform kwa watoto, anaposikia kitu chochote ambacho Tulia Trust inafanya, ajue yeye ni sehemu ya hii familia ya Tulia Trust na kwamba na yeye amechangia. Kwa hiyo umeuliza mafanikio tunayojivunia. Kwa upande mmoja huduma hizo ambazo tumezitoa tunajivunia, lakini kwa upande mwingine tumekuza vipaji. Tumekuza vipaji kama ulivyoona hapa, kuna watoto wadogo wanakimbia, lakini hata watu wazima wanaokimbia. Hii ni mbio ambayo hatujafikia bado vile viwango tuseme kama wenzetu wa kimataifa, lakini tunaelekea huko. Kwa maana ipi? Wakimbiaji hapa wanatoka mataifa mengi kabisa, mengine ni ya karibu na mengine ni ya mbali. Kwa hiyo hayo ni mafanikio kwamba mbio yetu imefikia vile viwango ambavyo watu wanajua wakija hapa wanajipima vizuri kwa ajili ya kwenda kushiriki zile marathon nyingine. Na kama mnavyojua marathon hii pia imewahi kupokea wakimbiaji wengi kabisa wanaotoka hapa nchini ambao wameenda kufanya vizuri huko nje. Tumewasikia kina Geai, tumewasikia kina Simbu, nao huwa wanakuja kwenye hii mbio. Kwa hiyo hii mbio kwa sasa inatumika kuwapima kwa sababu mbio hii ina viwango vya kimataifa, lakini tutafika mahali ambapo mbio hii pia itakuwa ya kimataifa, na bila shaka watu wataendelea kuona hayo mafanikio. Kwa hiyo tunafanya vizuri. La mwisho kwa kifupi ni kwamba kwa sababu hii ndio mbio pekee ambayo inaweka mbio za tracks kwa maana hizi za uwanjani na zile za nje, mafanikio yetu ni kwamba pia tumetoa fursa kwa hawa wale wanaoshindana kutoka hapa nchini na nje ya nchi pia kuja kufanya hizi mbio ambazo zinatumika sasa kuwasaidia kujiandaa kwa ajili ya yale mashindano wanaoenda kushindana nje ya nchi. Tushukuru, tusubiri kesho sasa tuone mababe wale wa kilomita nyingi zaidi. Naam. 42 21 sijui unakimbia ngapi? Mimi kama kawaida 21 napiga. Haya. Wewe tutegemea kwenye mbio ya kilomita ngapi? Kwa kweli nimejiandaa kwa mbio ya kilomita 21, lakini sasa changamoto ni kwamba viongozi wanaokuja, viongozi mbalimbali, nitaangalia wamejipanga kwa ngapi. Mimi nimejipanga 21. Niko kwenye 5. 5 ni kwamba wale wageni wanaokuja hapa wanakuwa wamejipanga na 5. Kwa hiyo kidogo ukiwaacha peke yao inakuwa kidogo haipendezi. Kwa hiyo wanakimbia nao, lakini nimejipanga vizuri kwa 21. Kama wao watakuwa tayari, basi kesho 21 tutakuwa pamoja. Kwa majina naitwa Hamida Nasoro Musa kutoka timu ya Polisi Tanzania. Nashukuru Mungu. Nimekimbia mbio ya mita 800, nimetokea kuwa mshindi wa kwanza. Mashindano yana changamoto, sio rahisi kama tunavyofikiria. Tumeshukuru kupata mashindano ya uwanja, maana ni ngumu sana hapa kwetu Tanzania. Kwa kama mashindano yakitokea kama haya ni fursa, maana ni mara moja sana kutokea. Ushindani upo, ni mkubwa, kwa sababu ukiangalia zile nchi za wenzetu
kwa kiasi wameshaendelea. Kama hizi mbio za uwanja, sisi hatuna miundombinu. Kwa kweli, kwa kuwa mimi ni mzoefu wa kukimbia, haijanipa ugumu wowote ule. Sema tu kwa kuwa tulikuwa na wapinzani wakali zaidi yangu ndio wakafanikiwa kushika namba nzuri. Ni tunajifunza kutokana na matokeo. Tukija kwa mara nyingine nafikiri kule tunaenda kujifua, mara nyingine tutafanya vizuri.